Ni muunganiko wa watu wawili au zaidi, muunganiko ambao umetengenezwa kwa mapenzi yaliyogeuka kuwa mahaba na hatimaye kufanya nusu ya dini. Na hapa Kishki TV tunakuletea safari ya ndoa. Kumbuka mtazamaji, katika safari yetu ya ndoa huwa inakuwa na vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza kikiwa ni jamvini, ambapo hapo tunakwenda kupata simulizi na hadithi ya wanandoa kwa miaka yote ambayo wameishi tangu ambapo walipokutana. Kisha tunaingia katika kipengele cha funua kawa, ambapo tunakuwa na mtaalam ama shekhe yeyote ambaye tunakuwa hapa kwa ajili ya kuelimisha wewe, kuchota material na maalumati kutoka katika simulizi ya wanandoa. Kisha hapo baadaye tunamalizia katika kipengele cha mtungini. Kipengele hiki ni kipengele pendwa kabisa kwa sababu tunapata kufahamu jinsi ambavyo wanavyojuana wanandoa hawa kwa kuulizana maswali matano kila mmoja. Leo tunayo ndoa ya kwake Bwana Ismail Francis Koba pamoja na Bi Zawadi Fabian Kalinga. Kwa pamoja wameishi miaka 16 wakijaliwa mtoto mmoja. Hadithi nzuri ya kujifunza kutoka kwao. Mmoja kati ya hawa hakuwa Muislamu. Iliwezekana vipi mpaka hii leo wakaishi miaka 16, kiasi ambacho mahaba mazito, lakini pia dini ikiwa imetawala na upendo mkubwa zaidi katika ndoa yao. Nayokaribisha ni mimi Khalid Omar. Moja kwa moja tuelekee katika eneo la jamvini. Mimi kwa jina naitwa Ismail Koba. Mimi naitwa Zawadi Fabian Kalinga, ni mke wa Ismail Francis Koba. Allah kajalia tuna mtoto mmoja ambaye yuko hai. Naitwa Sumaiya. Sasa hivi kwa form 1. Ndio ina miaka 16. Mimi tulikuwa tuko maeneo shule ya Uhuru. Nilikuwa nikiishi pale kwenye kota za bandari ambako sasa hivi kuna mwendokasi, kituo kikubwa pale. Tulikuwa tufanya shughuli zetu pale. Mwana bwana. Na ndio ilikuwa nyumbani kwa mama yetu mlezi. Alikuwa akifanya kazi katika bandari. Pale pana kota za bandari na railway. Kwa tukiishi pale na shughuli zetu za biashara ziko pale. Basi ndo Allah akajalia tukakutana pale na mke wangu. Namshukuru Mungu kwa kweli. Tulipokutana na huyo bwana na yeye akawa amerizika na mimi kadiri ya vile alivyoniona yeye. Na mimi ndio hivyo hivyo, lakini mimi nilikuwa kama alivyosema, nilikuwa nifanya biashara katika maeneo yao yale. Tukakutana pale, wakawa ni wateja wangu wakubwa wa biashara nilikuwa nikifanya. Nikajaribu kuvutika naye, kumuona jinsi alivyo, dada mmoja ambaye alikuwa akijihifadhi, anajistiri, mchangamfu, anafanya biashara. Unaona bwana, nikajaribu kuvuta kwa naye karibu katika majambo ya ikramu kule, naye akavutika, niko naye karibu. Baada ya muda nikaweza kuzungumza naye kuhusiana jambo hili la kutaka kumuoa. Asa mimi sikuwa na mawazo aina yoyote kwamba kuna mtu ambaye ananifuatilia, lakini pale nilipogundua kwamba kuna mtu ananifuatilia na nikamsikiliza kile anachokihitaji na mimi nikamkubalia. Lakini kwa vile mimi nilikuwa niko tayari kusilimu, ni muda mwingi nikaenda kusilimu kabla yeye hajaniambia chochote. Yeye akaiko tayari, isipokuwa akasema yeye kwamba sio Muislamu. Ndio anaje nikusilimisha, akakubali. Nikaona mashallah. Basi nikafanya utaratibu, kawafikishia watu wa nyumbani. Watu wa nyumbani nao kalipokea vizuri. Siku tulokwenda kusilimu na pale tulipoambiwa hapa itabidi mfunge ndoa, hakuna kitu nilichofurahi katika maisha yangu. Nilifurahi sana. Kama nikafikiria na yeye tukafikiria kwa pamoja, siku 2-3 tukarudi tena pale. Sasa watu wa nyumbani kwa kidogo kuna option wanataka ndoa ifanyike kwa sherehe, muda upatikanike, watu wafanye michango, vikao na nini. Mimi nikamwambia bwana, hapana, mimi nahitaji ili swali lifanyike haraka iwezekanavyo, kwa wepesi kabisa. Lakini watu nyumbani wakaja kukubali kabisa, sababu hapana bwana, ndoa yako ya kwanza inakuaje ufanye kimya kimya. Mimi kwa kweli nikamshirikisha mama yangu mzazi, nikafanya ndoa kimya kimya pale Kichangani, pale tulifanya aliposilimu. Kwa watu wachache tu pale msikitini kafanyika ndoa, alhamdulillah. Na tulipotoka pale hali ya kuwa nimesilimu mimi na tumeshafunga ndoa ya watu kama 2-3 tu. Lakini baadaye kutoka kila mtu, mimi kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza nilikuwa sijui. Yaani mimi niliona kuna mabadiliko kwangu mimi. Nikamuuliza mwenzangu, hivi na wewe unajisikia kama ninavyojisikia mimi? Akanambia ndio, na mimi najisikia hivyo hivyo. Basi ikawa ni amani kwangu.
Basi tukarudi nyumbani, hali ya kuwa ni mke na mume. Fika nyumbani, baadhi ya ndugu zangu baada kujua wakawaja kubali na wakafanya bidii ili mradi na wao wajile kunisupport, wakaniletea zawadi fulani. Na ndugu yangu mmoja ameletea jiko la gesi na mtungi na nini kwa ajili ya kusupport, kwa sababu inawezekana wewe ndugu yetu afanya ndoa kimya, lakini sisi japo hichi kidogo wakawa wameleta zawadi. Furaha yangu mimi ni kubwa sana, kwa sababu kama nilivyokuambia, nilimuomba Mwenyezi Mungu anipe mwanaume ninayempenda na type naitaka mimi, na kweli Mwenyezi Mungu aliniletea yule ninayempenda mimi. Nampenda kweli mume wangu na yeye anajua ninampenda. Kwa ujumla tunapendana. Imeenda mdala akajalia tukapata mtoto. Mama akapata ujauzito yeye katika kuishi katika maisha ya ndoa. Basi yule mtoto baada ya kujifungua akawa amefariki. Hapo kidogo nilipata changamoto kubwa sana. Baada ya mtoto wa kwanza tulikuwa tunategemea kwa mke wangu akawa amefariki, lakini watu wakanifariji, bwana kuwa na subira, Allah atakupa kilicho bora zaidi ya hicho. Namna kama hiyo, alhamdulillah nikafanya subira, tukaendelea kuishi hapo katika maisha, tukaendelea alhamdulillah. Baada ya muda Allah akajalia tukawa tumehama maeneo ya Tandika, tukamia Buza, palikuwa pana nyumba ya familia pale tukaishi. Baada ya muda mchache naye akapata tena ujauzito, ndio huyo mtoto ambaye tupo naye mpaka sasa hivi. Basi maisha yameendelea kiasi kama hicho. Allah baadaye akajalia ndio tukapata riziki, tukajenga kibanda chetu kwa huku tulipo, tukaje kuhamia huku. Tumehamia huku na mwanetu alikuwa yuko darasa la kwanza, mpaka sasa hivi yuko form 1. Changamoto ya mimi na yeye magomvi kwa kweli hamna, ni machache sana kama alivyosema. Ninapokuwa mimi nimemkwaza yeye, mimi nakuwa mwepesi kumuomba msamaha. Akinikwaza yeye analijua kwamba yeye kanikwaza mimi. Kweli kikubwa ndio hivyo, yani ile kuelewana, na pale inapotekezea tumekoseana basi kusameheana, kulizungumza ile tatizo, kulisolve sisi wenyewe kwanza, basi hata na kwenda kwa ndugu au jamaa. Miaka yote 16 nimeishi, haijawahi kutekezea katika maisha labda kuenda nje kwenda kutafuta suluhu tunapokuwa tumekwazana. Zaidi sisi wenyewe tunakaa chini, tunalizungumza lile jambo, tunalisolve. Baada hapo tunasemeana, unaona bwana, yani yule mtu kujishusha kwa mmoja au nyingine, kwanza mkasemeana, labda baada hapo maisha mengine yanaendelea. Hiyo ndio siri kubwa nafikiri katika maisha. Ananijua, anajua kabisa mke wangu nimemkwaza, hana amani, kwa sababu anajua nimemkwaza kweli. Lazima tofauti zinakuwepo. Siku hiyo hapa kaliki, akiingia huko akitokea huko, mimi niko bize vibaya mno. Yale mazuri anayonaga siku zote hayapati, kwa lazima ataomba msamaha tu yaishi. Ni kweli. Sasa mimi kikubwa ni pale ninapokubali kama kweli nimekosa, mimi nakubali kweli nimekosa. Mara moja nakubali, bwana mke wangu mimi nimekosa bwana, kwa 1 2 3 hivi naomba mimi tusameheane, ili nimeteleza kama binadamu, siwezi kurudia tena. Kwa hiyo naomba mimi unisamehe. Basi mwenzangu anakuwa moyo mwepesi na kulipokea hilo. Changamoto kubwa kabisa katika masuala ya kiuchumi na namna moja au nyingine katika utafutaji. Kwenye kukwama katika maisha, kibiashara, anaweza kayumba sana. Wakati naanza kuoa, kuna rafiki yangu mmoja ilinisaidia sana. Ananiambia bwana, katika maisha ya ndoa aidha mambo akaja akafunguka au mambo yanaweza kaa yako magumu zaidi, lakini kwa muda mchache tu, baada ya muda Mwenyezi Mungu atafungua. Kikubwa kanihusia uwe mtekelezaji wa ibada namna kama hiyo. Kwa hiyo kweli wakati nilivyooa maisha kidogo uchumi umeyumba, lakini nikapata kufanya subira. Kwa kipindi ambacho uchumi umeyumba, najua tena mtu kirudi nyumbani anahitaji kidogo ache hela ya kula nyumbani, afu umeenda kazini umekosa. Ukirudi pale nyumbani inakuwa kidogo na hali ngumu sana. Basi ndani ya subira, hiki ndio kipindi ambacho nilipata changamoto kubwa sana. Akiangalia hakuna pa kwenda kupashikilia ni wapi, basi namwambia mume wangu tulia, tumuombe Mwenyezi Mungu. Hakuna sehemu nyingine zaidi ya kukimbilia zaidi ya kwa Mwenyezi Mungu. Maana tukisema tuwakimbilie viumbe watatupatia pesa leo tu zitakwisha, kesho na kesho kutwa utaenda tena kuomba? Hapana. Kwa hiyo tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu, yeye ndo atajua shida zetu ziko vipi na zitaisha lini.
Kwa tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu usichoke. Kama kuna amali za kufanya tutazifanya amali mpaka yatakwisha matatizo yetu. Kikubwa tunamshukuru Mungu, tunamtegemea Mungu kwa kila jambo. Lakini pia jambo lingine liko katika kumuelimisha mke wangu. Nipata changamoto kubwa sana kwa sababu mke wangu mwanzoni nilikuwa nimpeka katika madrasa kwa walimu wanaume. Baadaye nikamtoa katika ile madrasa baada ya kuona mwenendo wa pale sio mzuri. Kampeleka katika madrasa nyingine ya kina mama. Sasa pale kwa changamoto mke wangu akawa hataki, kashazoea mwalimu yule anasema mwalimu mzuri anafundisha vizuri. Hapana. Hii mimi nilikuwa sikatai, lakini asilimia kubwa ya sisi wanawake tukishakuwa tumeanzishwa kufundishwa na mwanaume, sio mimi peke yangu na mwanamke mwingine. Darasa la mwanaume huwa linanoga sana kwa mwanamke. Pale kwa changamoto kubwa mpaka kabidi nitumie nguvu kubwa sana kumtoa pale. Hiyo kwa kweli nilipitia changamoto kubwa. Ilikuwa mimi na rafiki yangu mmoja jirani hapo, leo tumapeleka madrasa pamoja wake zetu. Lakini kwenye kuwatoa sasa ikawa ngumu, wanawake washanogewa na darasa lile kina baba. Na sisi ndio tumebadilisha msimamo, nataka wasome kwa mwalimu mwanamke. Ikawa kidogo na mpaka kabidi mtu tumie nguvu kubwa. Kumtoa ni ngumu, labda afanye kazi. Alinitundikia talaka yule kunitoa katika hilo darasa. Baadaye wakaja akajaribu kunisikia, akawa ameacha katika ile madrasa. Akaenda katika madrasa kina mama ambao nilimwandalia. Muda mchache naye akasema mwalimu yule afundishi vizuri, sio mkali hivi na hivi, akawa ameacha. Mwana kipindi hicho nilipata mtihani mkubwa sana. Niliumia sana. Sema kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa sijui, lakini baadaye kuja kupata changamoto katika hizi madrasa za wanaume ndo nikajifunza. Ndo maana mume wangu alikuwa mwepesi sana kutaka mimi kuniondoa sehemu kama zile. Lakini ni kweli darasa la mwanaume kwa sisi wanawake ni zuri, linapendeza. Yaani huwezi ukaamini, hiyo ni nakuambia ukweli. Lakini baadaye nilipokuja kujua nikasema alhamdulillah, si haba. Mwenyezi Mungu alimfahamisha mapema. Jambo la kwanza kabisa ambacho imenifanyia mimi kujitahidi kuwa pamoja na mimi katika masuala mazima kushirikiana katika dini. Yaani kuhamasishana pale kwa mimi nimerudi nyuma kama mwanamume ananipush. Hilo jambo mimi ndo naona katika majumba makubwa sana. Mimi kikubwa ninachoshukuru, namshukuru mume wangu ananijua furaha zangu na huzuni zangu. Hilo ndo naloshukuru sana. Ambalo kubwa kabisa yani katika masuala mazima ya manjumati. Kiwangu mimi mashallah mkali wa jiko. Yaani kienda kuchikitamani nikimwambia tu mke wangu. Basi alhamdulillah kinapatikanika nile kwa vile ninavyotamani mimi. Mimi ndo yani napenda. Hakuna kazi inayonichosha katika nyumba yangu. Nashukuru Mungu kwa hilo. Mimi nikisikia tu kupika leo kitu fulani basi napika na kwa ujumla napenda kupika kweli. Kitu ambacho yeye anafurahi, anajua mimi kweli najua kupika. Wanaume wengi akiondoka nyumbani anaweza kusema leo nikute chakula fulani au mafulani leo pika chakula fulani, lakini yeye hajui kusema. Na ukimuuliza tupike nini hasemi. Akirudi tu akikuta ugali na tembele alhamdulillah, akikuta pilau la sausage alhamdulillah, haya twende kazi. Chochote atakachokikuta hawezi kukisemea mbovu kwa sababu si hajasema kipikwe. Kwa hiyo huwa ananipa chance mimi mwenyewe kuchagua nipike nini. Hilo pia nashukuru. Tukirudisha nyuma miaka 16 iliyopita, leo hii waambie wewe utamrudia kumwoa huyo ama utatafuta mwanamke mwingine? La, nitamrudia kumwoa huyo. Nimempenda tu yani kwa naye. Kwa sababu nilishakwambia tokea mwanzo Mwenyezi Mungu kanipa mtu ambaye ninampenda katika maisha yangu. Nilikuwa nikisoma shule nikisema mimi napenda mwanaume wa aina fulani na Mwenyezi Mungu kanipa yule. Kwa hata kama leo waseme tena rudi tena kuolewa, nitaolewa na yule kwa sababu bado ni yule. Hajarudi kwa mfupi, bado yuko vile vile mrefu. Nafikiria kuwa mke mwingine lakini pia na type ambayo itakuwa inaendea na yao, asija kaja mtu ambaye anakuwa anampwaza mke wangu. Labda wamepishana kiistidadi katika masuala ya kiimani, katika masuala vile akhlaki zake na hivi.
lakini ukimpata yule ambaye mko sahihi, wote mnapatana, ndoa ataiona nzuri. Kama mimi ninavyofurahi ndoa yangu ni nzuri, nafurahi hasa katika maisha. Mwenyezi Mungu namshukuru, tunaelewana, tunapendana, tunajuana, ananijua namjua. Kwa sababu wanawake wao kwa wanaathiriana sana. Kwa hiyo sisi wanaume ambao tumeoa, muhimu sana ipatikanike kuwashirikisha wanawake katika majukumu ya dini kwa ujumla. Tusiwaache wanawake pembeni tukawa tunaharakika sisi na masuala mazima ya dini, wanawake kama vile hawahusiki. Kwa mitamani sana watu wafahamu kwamba wanawake ni chombo ambacho tukiwashirikisha vizuri katika hii dini, basi na kwa sababu ya dini kupatikanika kuenea katika maisha ya watu. Na mtazamaji wa Kishki TV, tumerejea tena na hivi sasa tupo katika segmenti yetu ya Funua Kawa. Kumbuka ya kwamba segmenti hii ni segmenti muhimu sana, kwa sababu baada ya kupata simulizi ya wanandoa, moja kwa moja tunakuwa hapa kwa ajili ya kuangalia yale mafunzo ambayo tunayapata kutokana na ndoa hiyo, lakini pia na kuangalia wapi ambapo inawezekana tukachukua ili kusudi tuweze kufurahia maisha yetu katika ndoa zetu ambazo tunaishi. Mimi ni Khalid Omar na leo katika Funua Kawa tunaye hapa Sheikh Ibrahim Kishki kwa ajili ya kuiangazia ndoa hii ya bwana Ismail pamoja na Zawadi Fabian Kalinga. Karibu sana katika safari ya ndoa, na kama ambavyo tulivyoishuhudia simulizi na hadithi ya miaka 16 ya wanandoa Ismail Koba pamoja na Zawadi Kalinga. Hawa watu walikuwa namna ambavyo walivyokutana, kazi, biashara, mmoja anafanya biashara, mwingine anampelekea, alafu kumbe huyu mmoja akuwa Muislamu, lakini matokeo yake mambo yamedumu miaka 16 hii leo hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na masala ya mwenendo wa kuiendea ndoa alitoa maelekezo muhimu sana. Mr. Ismail baada ya kugundua Mtume kuna kitu alikisema akakiona kwa ambaye si Muislamu kipo. Si kwamba Waislamu peke yao ndo wana baadhi ya mambo mazuri, Wakristo hawana. Hapana. Unaweza ukakikuta kitu ambacho kipo kwa ambaye si Muislamu kikakuvutia zaidi ambacho kipo ndani ya Uislamu, lakini anakitumia ambaye si Muislamu. Mr. Ismail kwa maelekezo au simulizi alilolitoa, Ismail aliona tabia njema kwa huyu mwanamke Mama Zawadi. Huyu Zawadi alikuwa na vitu adimu sana, aliviona Ismail akaona hapa nisije nikapoteza jambo hili, ni muhimu kwangu kwa sababu linaweza likanipa utulivu mkubwa ndani ya maisha yangu ya kuiendea ndoa ninayoitaka. Ndio maana akafanya juhudi zote, mpaka unaona wakati anasimulia kwamba aliwaambia baadhi ya ndugu tu ili jambo lifanyike faster ili apate kitu chake anachokitaka. Mambo ya sherehe, mambo mengi hataki. Kwa hiyo Mr. Ismail aliona moja katika mambo ambayo ameyaona, aliona tabia njema kwa huyu Zawadi, akaona hapa mimi naweza nikapata utulivu wa maisha yangu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtu kuiendea ndoa upande wa mwanaume na mwanamke alisema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja mambo mawili, dini ya mtu na khuluq na tabia za mtu, lakini Zawadi alikuwa kipengele kimoja hayuko nacho. Sasa akaona subiri nikakichukua hiki kipengele kilichopo nikiongezee cha pili jambo likamilike. Akaamua kutafuta mbinu zote ili aweze kumsilimisha Zawadi ili akamilishe mambo mawili. Ndiyo pale umeona kwamba hakuchelewesha, hakupoteza fursa, akaenda akawaeleza familia yake, jamani kuna jambo nataka nilifanye. Wakaenda sehemu husika, akasilimu, na shekhe naye kuona nisicheleweshe mambo, jambo lipite. Yani amesilimu na kuozeshwa pale pale. Hakuna kupoteza muda, ili ule utulivu anaotafuta muda mwingi, kwa sababu katika kitu kingine ambacho kilimvutia, nadhani umemsikia, alikuwa ni fundi wa mapishi. Hapo sasa ndio mambo yakawa yameharibika zaidi. Hakuna mtu ambaye hapendi kula vizuri. Ismail akaona hapa bila kupoteza muda lazima nipitie hichi kitu. Kwa hiyo jambo lile limemvutia sana Ismail, na hili linawapa funzo vijana wengi sana, wasije wakakosea sehemu hiyo. Usikosee kwenye sehemu ya tabia njema wakati mtu unatafuta mwenza wa kuishi naye. Pia utafute mke ambaye anajua vurugu za jikoni. Ukikosea hapo utaenda kutekwa huko vibandani, mwisho wa siku utachelewa kurudi nyumbani. Lakini Ismail yeye akaona mambo ni mazito kwangu mimi,
acha nifanye kazi hili ambalo nimeliona kwa zawadi, ili awe ni mwenza wangu wa maisha ya ndoa. Ndipo pale umeona amefanya haraka, ndugu nao hawakumrudisha nyuma kwamba umeoa haraka haraka, wakampa na wao sehemu ya kumsaidia katika maisha yake. Wamemletea baadhi ya vitu vya kuanza navyo katika maisha. Na hapa tunajifunza, ndugu, ukimuona ndugu yako amepata jambo ambalo linaweza likampa furaha katika maisha yake, mpeni sapoti. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza, almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dhuha biba'd, muumini na muumini mwingine sawa sawa ni jengo moja, yanashikana yenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo ndugu wa Ismail hawakumtupa, hawakumsema vibaya, wakampa support. Ndio maana Zawadi ukamsikia mwenyewe anasema, yani baada ya kufungishwa ndoa nilijikuta mtu na furaha vibaya kuliko maelekezo. Umezungumza kuna mambo mengi, labda jambo lingine ni lipi ambalo la kujifunza kwa haraka haraka? Ndani ya ndoa hii ya Ismail na Zawadi kuna mambo makubwa sana ambayo ndani ya sheria yetu tukufu yameelezwa kindakindaki. Yakipatikana ndani ya mahusiano ya kisheria mambo haya, mawadda na rahma lazima ije. Zawadi akaambiwa, hebu rudisha miaka nyuma 16 ya nyuma, ukiambiwa uolewe tena na huyu utakubali? Anasemaje? Yani ni huyu sitaki mwingine, kwa sababu kuna mambo ambayo yapo kwa Ismail na yeye kwake yapo. Mambo hayo ya msingi sana. Jambo la kwanza katika familia mtu ajifunze ni kufahamu mwenza wako yuko vipi. Ndoa nyingi, ukitaka ndoa idumu, mfahamu mwenzangu yuko vipi, anapenda nini, anachukia nini, akikasirika yukoje, naanzaje. Ndio maana umemsikia pale Bibi Zawadi anasema, tukigombana purukushani linakuwa ni zito, kila mmoja anapita huku, yale ambayo anayoyakutaka kwangu hayakuti, kwa sababu anamjua mwenza wake nini anapenda na kitu gani yeye hakipendi. Hakuna ndoa ambayo haina migogoro, lakini migogoro dawa yake ni kusameheana. Ili ndoa idumu muda mrefu lazima kuwe na hilo jambo. Ndoa ambayo haina jambo hilo haidumu abadan. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alikuwa kisamehe. Siku moja ameingia nyumbani kwake akakuta kuna kimkeka kimebandikwa picha. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapendi hayo mambo, aligoma kuingia ndani. Bibi Aisha akaona mambo mbona yamebadilika, Mtume mbona haingii nyumbani kwake leo? Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akamweleza, kuna kitu ambacho mimi sikitaki kitolewe. Bibi Aisha akatoa, mambo yakaisha pale pale. Lakini ukiganda ukawa mgumu kama chuma, ndoa lazima iishe, lazima ivunjike ndoa hiyo. Watu wanaishi muda mrefu kwa sababu ya tasamuh. Wao wamesameheana, yani wamepata kusameheana wenyewe kwa wenyewe, mpaka leo hii unaona wamedumu muda mrefu. Hili ni jambo la mwanzo. Ili ndoa idumu muda mrefu lazima watu wasameheane ndani ya ndoa. Jambo jingine, ataghaful, kujifanya kama hujaona. Ukifanya kila kitu unachunguza wewe, lazima mambo yaharibike. Kuna kikosa cha kawaida tu kimefanyika, wewe unataka kukidiskasi, mambo lazima yaharibike. Mwanamke hapendi kukosolewa mara kwa mara, lazima uwe na taghaful. Ili kwa jambo hili ndogo sana, nitalizungumza muda mwingine. Angalia katika kisa kilichotokea baina ya kwake na mke wake. Nini kilitokea? Amempeleka madrasa. Lakini kuna jambo jingine la pili ambalo Ismail yuko nalo, tatabu', kufuatilia mwenendo wa mke wake. Kufuatilia tofauti na ile ambayo umezungumza awali ya kila kitu unakiangalia. Hiyo ni nyingine. Kufuatilia usahihi wa sehemu ambayo unampeleka mwenza wangu. Bana, nenda tu bana kafanye kazi kule. Ikiwa na mahusiano na mtu mwingine utakuwaje? Lazima ujue maendeleo ya sehemu ambayo anakwenda mwenza wako. Lakini alifuatilia madrasa anayosoma mke wake, akakuta kuna changamoto, akaamua kumfanyaje mke wake? Kumuhamisha. Sasa mke wake akaona ni tatizo hili, mimi nahamishwa madrasa nishaizoea, mwalimu mzuri kweli kweli, lakini hakujua kwamba kuna mambo ameyaona mume wake, haya mambo yanaweza kuharibu ndoa. Ndio maana akamuhamisha. Baadaye akaja kuona mume wangu kumbe alikuwa yuko sahihi. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa anakatazwa na mume wake jambo, akubali, kwa sababu mwanaume kuna mengi anayasikia na kuna mengi anayaona. Alitundika talaka bana Ismail, kwa sababu kuna jambo ameliona linaweza likaharibu mambo. Ni sawa kisheria ikiwa mwanamke amekuwa mbishi sana, kwa sababu talaka ni jambo ambalo linachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna muda mwingine usipotumia nguvu ya ziada ya kutishia tu, mke wangu
Jambo hili likijirudia inaweza ikaja kupelekea jambo hili. Kwa hiyo jambo hilo muda mwingine inaruhusiwa baada ya kutoa maelekezo muda mrefu mtu hasikii. Kwa sababu hakuna mwanamke anayependa talaka. Hamna. Mwanamke ambaye anempenda mume kumwambia swala la kumwacha, lazima aache kitu alichokuwa nacho. Jambo la tatu, aridha, kuridhia. Ismail ameridhia kabisa moja kwa moja. Umwambie kitu kwa swala la mke wake. Angalia naye mwanamke umwambie kitu sana mume wake. Utaharibu mambo. Na hile ndivyo ambavyo imekuwa. Ikiwa ndoa inaridha, wameridhika wote, mtaishi mpaka kieleweke. Kuwa katika maridhia kama hivyo inajengwa na kitu gani? Kwa sababu ukiangalia namna ambavyo walivyokuwa, dini tofauti, mwanamke kaingia kwenye Uislamu, akaadopti zote tabia za Kiislamu, kaenda madrasa. Kitu gani kimewafanya wakawa pamoja, wakawa maridhia kama hivyo, kila mmoja akifanya? Kuridhiana inatokana na tabia nzuri. Hauwezi kuridhia jambo ambalo halina mwenendo mzuri. Baada ya kujiridhisha tabia zake ni nzuri, akaamua kuridhika. Chochote kitakachotokea mimi nipo radhi. Angalia, waliumba kifamilia. Lakini aliridhika, ni mume wangu huyu. Hakusendi sehemu nyingine. Aliridhia hali yake ni ya kwangu na ya kwangu ni ya kwake. Kwa hiyo tabia njema, mwanaume hakuwa tena mkora, labda kwenda kuiba, kuombaomba, hakuwa. Mpaka alisema tukipata tunakula, tukikosa tunafanya ibada. Umemsikia mwanamke? Allah muhifadhi yule mwanamke aliyakuwa anasifia aliyokuwa mazuri kwa mume wake. Sheikh Ibrahim, kitu kingine ambacho binafsi nimekiona kwa wanandoa hawa, ukiwasikiliza kila mmoja anazungumza kuhusiana na mmoja anapokosa anakiri kwa mimi nimekosa. Bwana Ismail anakiri kila ambapo anapokosea, umuomba msamaha mke wake, lakini pia alikadhalika kwa mke wake akimkosea Bwana Ismail na pia ushuka chini na kuomba msamaha. Kila mmoja baina yao wamekuwa akikiri makosa. Kukubali umekosea katika ndoa ni sehemu ya sharaf. Kwanza yani mwanamke unajua anaweza kujiona ni malkia. Ukimwambia na mke wangu nisamehe nimekosea, Allahu Akbar. Hapo umetengeneza bonge la daraja. Muda mwingine ukikosea au subiri, anaambia mume wangu mimi nakujua tabia yako, nimeshakusamehe. Lakini ukijifanya wewe ndo unakaza, mambo yataharibika. Kwa hiyo Ismail anapojua mimi nimekosea, mke wangu hapa nimekosea, na mwanamke alipokuwa Allah amempa taufiki, anajua muhimu wa kusamehe. Sawa, Sheikh Ibrahim, tumalizie katika Funua Kawa leo. Kuna jambo moja ambalo Ismail ameulizwa mwishoni kabisa, baada ya kuulizwa kwamba miaka 16 nyuma, akasema anatamani kuoa mwingine. Yaani licha ya haya yote ambayo anayapata kwa Bizawadi, akasema kuwa anatamani kuoa. Lakini kitu kinachompa shida ni kumpata mtu ambaye anafanana na Zawadi. Yaani ni kitu ambacho bado hulka zile za kiume zinaonekana mwanaume akai na mke mmoja yani. Sio? Kwa hiyo bado yeye anataka mwanamke mwingine, lakini akiangalia yule mtu ambaye anafanana na Zawadi ndio shida ambapo inampatia. Ni kweli alichokisema Ismail kwamba anatamani. Kwa nini anatamani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma taraktu fitna adhar, sijaacha fitna yenye madhara kuliko wanawake. Mwanamke anakubadilisha akili dakika moja tu. Hata ukiwa ni mwamba kiasi gani, ukiwa hujakaa vizuri utashangaa umetoka katika mfumo. Ismail ameeleza kwamba natamani kuoa mwanamke mwingine lakini sijapata mfano wa huyu ambaye niko naye. Mambo matatu anatakiwa ayafanye. Jambo la kwanza, awe na subra asije akakurupuka. Jambo la pili, anatakiwa muombe Allah, kwa sababu Allah hata huyu alimpa Allah, ndio alimchagulia. Hakuna kinachokuja bure bure isipokuwa kinachaguliwa na Allah, kwamba wewe unastahiki huyu kuwa naye. Jambo la tatu, awe mshauri bora mke wake. Ukijichanganya unaweza ukawa kichaa barabarani. Na Sheikh Ibrahim Kishki akimalizia hivyo katika upande wa Funua Kawa, ukijichanganya utakuwa kichaa barabarani. Funua Kawa inaishia hapa katika ndoa ya Bwana Ismail Koba pamoja na Zawadi Kalinga. Sasa je, tuelekee katika kipengele chetu cha mwisho, nacho si kingine bali tunaelekea moja kwa moja kunako mtungini. Wanafahamiana? Naitwa Ismail Koba, ni mume wa mke wangu Zawadi Fabian Kalinga. Ndoa yetu na miaka 16. Mke wangu mimi napenda chakula gani? Napenda ugali, ongeza majani. Na mimi napenda chakula gani? Mimi ndio nitakuwa napenda ugali na ongeza majani. Kwa sababu wewe mtu Iringa. Watu wa bara. Mimi mke wangu tulipoishi unajua nimesoma shule gani ya msingi labda? Toba.
Allahu Akbar. Shule unasema najua tu kijiji lakini sijui jina lake. Kijiji gani? Umesomea Mkaramo. Wapi umefeli. Haya wewe je, unajua shule nilosoma mie? Mtihani. Kweli hiyo. Swali zito kidogo. Basi unaweza kuniambia mtu wangu mimi nimezaliwa wilaya gani hapa? Shule umefeli. Wilaya nilozaliwa mumeo. Najua unanipenda. Nimezaliwa wilaya gani mke wangu? Mkoa Tanga. Wilaya Handeni. Motea sio kweli. Je, wewe? Handeni kwa Wazigwa, mimi Bondei na Handeni wali wapi bwana? Haya basi. Je, wewe? Wa Bondei wanajua wanapatikana wapi? Je, unajua nilikozaliwa au wilaya nilozaliwa au shule nilosoma naijua wewe? Shule sasa kujua ila wilaya nilozaliwa najua Mafinga. Umekosea ujui bwana. Alafu wewe unanipenda, wewe nipendi. Je, rangi gani mzee unapenda kama wewe? Toba. Unajua mimi napenda rangi gani mke wangu? Blue. Blue. Hiyo umechemka. Na wewe je, unajua napenda rangi gani? Mimi unajua napenda weupe. Sababu mimi mweupe. Umefeli wakati. Umefeli. Haya, nitajie majina matatu ya babu yangu. Najua babu yangu namjua. Majina yake matatu. Hebu nitajie. Anaitwa Mzee Akida Sendekwa, ndo najua mimi. Bado moja, itakuwa matatu. Hilo moja ndo silijui wewe. Umeishi naye pale Mkunguni unacheza naye. Lakini ushukuru Mungu hata mimi nimeyajua mawili. Je, wewe wa kwangu namjua? Mtihani. Hapo sasa. Itabidi afanye kazi hapo mke wangu. Tumefeli yote. Safari nyingine nitajua yote haya. Sasa hapo sikubali kushindwa. Tungine ndo kama hivyo ambavyo tulivyoshuhudia Bi Zawadi pamoja na bwana Ismail. Bi Zawadi kaambia bwana unapenda vyeupe kwa sababu mimi ndo mweupe. Kwa maana lakini pia bado akawa amechemka. Na kulingana na jinsi ambavyo ilivyo, inawezekana kumbe mkaishi mkawa mnapendana. Shekhe umezungumza vizuri namna jinsi ambavyo walivyo, dini imekolea. Lakini kumbe kuna vitu vingine vidogo vikawa hamwezi kujuana. Kikubwa wanawake wanafuatilia sana waume zao kuliko wanaume kuwafuatilia sana wake zao kwenye mambo mbalimbali. Upendaji wa vyakula, mavazi, mitoko, wanawake wanafuatilia mpaka mwisho, lakini sisi hatuna habari. Mara nyingi tuko busy kutafuta nini. Havina umuhimu hivyo Na havina umuhimu, subiri siku utajua, siku ambao mambo yamevurugika. Umenunua zawadi afu kalita rangi haikubaliki, ndio utajua hapo muhimu kujua rangi anayoipenda mke wako. Ndio maana huwezi kukuta rangi ambazo hazikubali zinaingia ndani kwake. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa kujuana vitu vya msingi ndani ya ndoa, vikiwa vidogo na vikubwa pia. Inawezekana wewe ambao unatufuatilia kwa hivi sasa, bila ya shaka utaanza kujipanga kutokana na haya maswali ya mwisho ambayo tumeuliza Ismail pamoja na Bi Zawadi. Kwa hivyo mkaweza kufanya challenge na nyia kwenu hapo nyumbani kuulizana vipi ambavyo unaweza kumfahamu mumeo, anapenda nini na anapenda rangi gani, na maswali yote ambayo yameulizwa hapo jaribu kumuuliza, ili kusudi basi timu ya Safari ya Ndoa kutoka Kishki TV siku ikifika kwako nawe pia usiweze kupata shida, upate maksi zote 5 kila mmoja aweze kuzichukua, kama Ismail alivyosema ya kwamba wakati mwingine hatoshindwa tena, atakuwa anapata maksi zote. Basi na hapo ndipo ambapo tunaweka nukta katika Safari ya Ndoa hii leo. Kumbuka tulikuwa tukitazama Safari ya Ndoa kutoka kwa wanandoa wawili, bwana Ismail Francis Koba pamoja na Bi Zawadi Fabian Kalinga. Watu hawa wameishi kwa muda wa miaka 16 wakiwa na mtoto wao mmoja, wakiwa wanapatikana katika maeneo ya Chamazi. Kwa niaba ya timu nzima ya Safari ya Ndoa kutoka hapa Kishki TV, nashukuru wenzangu Abdul Karim Abdurrahman, Ahmed Kimamba, bila kumsahau Jumaa Said Sef Jusase, mikono ya dhahabu. Mimi Khalid bin Omar, hadi wakati mwingine tena. Safari ya Ndoa ipo inshallah wiki ijayo.